Inashangaza kuona waziri anaingia madarakani kwa miezi mitatu pekee, ikimtosha kumiliki ghorofa zaidi ya 10 na mabasi zaidi ya 100. Ni sehemu ya nukuu utakayoipata kwenye homilia ya Askofu Renatus Nkwande wa Jimbo Kuu Katoliki la Mwanza. Tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka 2025 limefanyika adhimisho la misa takatifu ya jubilei ya miaka 2025 kwa wanazuoni pamoja na kubariki jengo jipya la Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mbeya. Adhimisho hilo limehudhuriwa na maaskofu kutoka majimbo mbalimbali ya Tanzania. Katika homilia iliyotolewa na Askofu Mkuu Renatus Nkwande wa Jimbo Kuu Katoliki la Mwanza, Askofu Nkwande hakusita kuonyesha huzuni yake kwa changamoto ya kizazi cha leo, akisema kuwa changamoto zimekuwa ni nyingi kwa vijana wa leo, ikiwemo changamoto za kifamilia, kimwili, kijinsia, anasa pamoja na mahangaiko ya kimaisha. Askofu Nkwande amesema kuwa kipindi cha nyuma vijana walikuwa wakimaliza kidato cha 4 pekee wanapata ajira tena kwa kugombaniwa. Lakini kwa sasa vijana wanahitimu kisha tunawaambia wajiajiri. Tunapata wapi ujasiri wa kuambia vijana wajiajiri wakati sisi wenyewe hatujui kujiajiri? Amesisitiza Askofu Nkwande, huku akisema kuwa tunajifunza kutoka kwa shetani wakati alipomjaribu Yesu ayabadilishe mawe kuwa mkate. Endapo utaingia kwenye mtego huo, tayari unakiuka maagizo msingi ya Mungu. Inashangaza kuona waziri akiingia madarakani kwa miezi mitatu pekee, ikimtosha kumiliki ghorofa zaidi ya 10 na mabasi zaidi ya 100. Hakika homilia ya Askofu Mkuu Nkwande imekuwa darasa, na hivyo Breeze Online TV tukaona ipo haja ya kukushirikisha na wewe uweze kujifunza. Karibu fuatilia homilia nzima. Mimi naitwa Isaac Mziwanda. Shukrani za pekee kwa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania ambao ndio wamekuwa wenyeji wetu katika ibada hii. Waumini, nanyi wapendwa sana jumuiya ya chuo chetu kikuu cha CUM, mahujaji katika matumaini,